zinavyokuja kwa mwanadamu, kwamba Mungu hachelewi wala awadi, lakini anakuja kwa wakati wake. Ndivyo nasi katika siku hii ya leo, kwamba ahadi za Mungu zinatimilizika, nasi tunapaswa tudumu katika sala. Zaidi ya sala, tudumu katika imani. Zaidi ya imani, tuwe watu wenye matumaini, tukimtumainia Mungu. Na mwisho, tuwe watu wenye kuonesha upendo kwetu sisi kwa sisi. Ushuhuda wetu wa imani, ushuhuda wetu wa matumaini uweze kudhihirika katika mapendo, na hasa kwa kunena na kutenda yale yenye kumpendeza Mungu. Na kwa kufanya hivyo, basi nasi pia tutakuwa mashuhuda wa utukufu wa Kristo, utukufu ule ambao mitume wa Yesu walioshuhudia kule mlimani Tabor, Yesu alipogeuka sura. Lakini imani hii, matumaini na mapendo yatakuwa shuhuda kwetu na baraka kwetu, kama vile Ibrahimu alivyoahidiwa na Mungu, akiwa na imani, matumaini na mapendo kwa Mungu, na zaidi utii kwa Mungu bila mashaka yoyote. Basi tumuombe Mungu atujalie Roho wake Mtakatifu, Roho yule ambaye aliwafunika katika wingu, aweze kutufunika na sisi, aweze kutuongoza maisha yetu, aweze kututakasa na kututakatifuza, aweze kulainisha mioyo yetu pale inapokuwa migumu katika kufanya toba na kuungama dhambi zetu, aweze kulainisha mioyo yetu na akili zetu, tuwe wepesi kushiriki sakramenti ya kitubio, ili tuweze kutakasa roho zetu. Na kwa kufanya hivyo, tuwe na matumaini ya kupokea ule miili ya utukufu baada ya ufufuko wetu. Maana ni ahadi ya Kristo kwamba amekuja kutupatia uzima wa milele, ambao kwa kiasi kidogo tu unaanza kuonekana kwa yeye kugeuka sura. Kristo tumaini letu.